bega tuzungumze michezo bwana. Kwanza tuzungumzie malungu yenu mawili mliopigwa yale wa wachezaji wenu wawili. Soa Kante. Umeyakubali au unapingana nayo? Unajua huu mchezo na ni mpira, TFF wao wameliona hilo. Na si mara ya kwanza kwa vitendo vya utovu wa nidhamu hasa kwa wachezaji pamoja na mashabiki. Nafikiri hili ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wangu kwa sababu ni jambo la TFF na wao katika kamati ya saa 72 wamekaa chini, wameliona hiyo na wameona matatizo yako wapi, upungufu ni nini, wakaamua kutoa adhabu hiyo. Sisi tunaipokea kwa sababu wale ni wachezaji na wanaifanyia kazi. Nafikiri kufungiwa kwa mechi 5 sio mchezaji wa kwanza Soa au Alassane Kante, sio wachezaji wa kwanza au kupata kitu kama hicho. Nakumbuka hata upande wa wenzetu wapo ambao wamepewa faini namna hiyo kwa matatizo kama haya. Ili soka liendelee lazima hivi vitu vifanyiwe kazi na bodi ya ligi pamoja na bodi ya waweze kutenda hii kazi vizuri. Kwa hiyo sisi tumelipokea kwa mchezaji kama wachezaji wetu wawili ambao ni muhimu kupewa kadi ama kupewa faini pamoja na kufungiwa kwa mechi 5. Sisi tunasema hatukati tamaa, tutaendelea kuwapigania. Tutawapa moyo hata kama watakuwa wako benchi na wale waliobaki watapambana kwa ajili ya kuwapa supporta wenzao, kuambia kama nyinyi mtakuwepo mpo, lakini sisi bado tutaipambania timu. Kuna hizi hapa tetesi ambazo zimekuwa zikivuma ya kwamba Luis Miquissone kabla anarejea Msimbazi. Kwako umelipokea vipi akirejea Msimbazi? Kiwango chake unavyokiona. Kwa upande wangu mimi kwanza nikimzungumzia Luis Miquissone lazima uizungumzie UD Songo. Kwa sababu ukimzungumzia Luis Miquissone ni mchezaji wa UD Songo. Sasa hatuelewi kwanza mkataba wake ukoje. Hilo la kwanza. Kama yuko free agent sawa, akirudi Msimbazi tutampokea kwa sababu kwanza aliondoka hakuwa na tatizo. Ni kiwango chake tukilishuka akaambiwa kaongeze wingi wa kiwango. Kama kiwango chake kimerudi kaditafuta kadipata na anaona so far inafaa kurudi Tanzania kuichezea klabu yake ya zamani ya Simba Sports, sisi tunampokea kwa sababu kuna wachezaji wengi Simba Sports walitoka. Mfano Emmanuel Okwi alikwenda kutafuta malisho akarudi. Clatous Chota Chama aliondoka akarudi. Kwa hiyo sisi kuondoka kwa wachezaji kwa kaiba hiyo, kujitafuta na kujipata kwa mchezaji na kurudi tena kuangalia tathmini yake si dhambi. Dhambi kwamba akijikuta kwamba yuko chini ya kiwango, hiyo ni tatizo, lakini Luis Miquissone ni mchezaji mzuri, si mbaya. Hata kama alivyoondoka Simba, aliondoka kwa sababu uwezo wake ulishuka. Sio kwamba alikuwa ni mbaya, uwezo ndio ulishuka, lakini kwa sasa hivi kama ameweza kujitafuta akajipata na kaamua kurudi pale, whatever, sisi tunampokea kama mashabiki, tutaungana naye, tutamsupport ili apambanie klabu. Kwa jinsi unavyomuona sasa, maana akija Luis Miquissone ni maana kama vile Budo Mutale inabidi atulie kwanza pembeni. Hilo ni jukumu la mwalimu kwa sababu mwalimu ndo anaona wachezaji wakiwa wanacheza kwa design gani au wanapambana kwa staili ipi. Kila mchezaji ana kaiba yake. Unaweza ukashangaa ukasema anakuja Luis Miquissone pale, Budo akakaa pembeni, lakini ukakuta kaiba mwalimu akaanza na Budo na akamwamini bado Budo kwa sababu yeye ndo anawaona na kila mchezaji anamuona jinsi anavyojituma na performance yake na anavyocheza akiwa nje ya uwanja, mazoezini na hata ndani ya uwanja. Kwa hiyo hili ni jukumu la mwalimu. Endapo kama kweli taarifa hizo zitakuwa ni kweli na zitakuwa zimethibitika na yule bwana akaingia pale labda akamkuta na Budo yupo, basi ni jukumu la mwalimu kujua anafanyeje yeye. Mwalimu. Lakini ukija kuangalia katika upande wa pili, ndugu zenu bwana, kwenye dile lungu ambalo umepigwa na TFF uhusiano na shabiki ambaye aliweza kuingia uwanjani, wanabishana nalo kwamba hawakustahili kupewa leo. Wajua mpira, labda tuende tutuzungumzie uhalisia wa mpira. Mpira sio mtu binafsi, zile ni taasisi. Kama TFF wanakaa na wanaamua kutoa adhabu aidha kwa wachezaji, kwa mashabiki ama kwa yoyote, inapasa kupokea kile kitu ambacho kilichotendeka ili mpira usogee, kwa sababu si mara ya kwanza. Hao wanaosema hivyo wanakosea kwa sababu hata Simba walishafungiwa mashabiki lakini hawakuweza kufanya kudauti wala kulichukulia hilo. Walishafungiwa shabiki mmoja na walishawahi kufungiwa mashabiki. Kwa hiyo hivi vitu vipo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wewe mwenyewe unatakiwa ukajitathmini. Ulifungiwa sababu ni nini? Kosa lako ni lipi?
katathmini makosa yako, jirekebishe, rudi tena, endelea kupambana. Sawa sawa, unaendelea kupambana, kwa sababu hata sisi pia tunaweza tukasema jambo kwa ushabiki au miemko, alafu likawa lisilete tija wala lisilete faida. Faida yake ni nini? Jitathmini wewe kwanza, ambayo wewe, mimi nimelimwa, labda nisiingie uwanjani, si ndio? Nipigwe faini labda ya hela pamoja na nisiingie uwanjani. Kosa langu lipi? Lishajitathmini kosa langu ni jambo fulani, ni jambo la kwenda kulifanyia kazi, ili nitakaporudi tena kile kitu kisifaje, kisijirudie, niendelee kufaje, kuipambania timu na kupambania vitu vingine. Sasa bwana, huyu alikuwa ni shabiki ndakitaki wa Simba Beka, alikuwa haja kutoa maoni yake kuhusiana na malungu mawili huku na huku pamoja na ujio wa Reece Mickelson. Tumalizie sasa la mwisho. Sawa. Ujio wa Gamondi unaonaje? Ujio wa Gamondi kwenda wapi? Simba. Kwa sababu unajua kwanza hebu ngoja tulizungumze hili kwa mapana. Gamondi kwanza ana mkataba. Gamondi ni kocha wa pande mbili. Sawa, Gamondi ni kocha wa timu ya taifa, pia ni kocha wa Singida Black Star. Hivyo tuvijue, tusikurupuke kusema jambo eti Gamondi kuja Simba wakati Gamondi ni mwajiriwa wa timu fulani. Sasa mipango inajengwa. Sasa Gamondi kuja Simba, je, na Singida swala lao limeisha ama Singida wamekubali kwamba Gamondi aende Simba? Lakini kwa mimi kama viongozi, tuzungumzie wewe ujio wa Gamondi umepokea. Mimi kama mimi kwa ujio wa Gamondi, kwa upande wangu bado sijauafiki. Sijauafiki kwa sababu nikikwambia sijauafiki, Simba kama Simba sasa hivi management ya Simba inatakiwa itulie, sio kukurupuka. Sawa, management ya Simba Sports inatakiwa itulie, itafute mtu ambaye atakayeweza kukubaliana na kelele za nchi ya ahadi, kwa sababu hapa hatukubali sisi kupangiwa, sisi tunatakiwa tupange.